Yes, mtazamaji wa Kuwabe Media, karibu kwenye mbilinga za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Faras wa Vita. Faras, kwema? Bwana kwema ndugu yangu, mambo yanaendaje? Mungu anasaidia. Mungu anasaidia pakubwa sana. Farasi, asilimia ngapi kwa mnyama Simba kubakisha kombe hapa? Sio kushinda tu, kubakisha kombe dhidi ya Berkane. Asilimia ngapi unampa? Mimi nimempa asilimia 50. Asilimia 50 kwa maana ya Simba kuweza kulichukua kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini asilimia 50 bado nampa RS Berkane na pia kuweza kuchukua ubingwa wa kombe hili. So ni 50 kwa 50 bado. Tuanze kwa Simba Sport Club ambaye yuko nyumbani. Why 50 kwa Simba Sport Club ambaye kashatangulia kwa mabao mawili dhidi ya Berkane? Of course game ina mfavor zaidi Berkane kuweza kuwa bingwa wa michuano hii kwa sababu ya matokeo ya mchezo wa kwanza ambayo yalipatikana kule Morocco, kwa maana ya RS Berkane kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-2, lakini haitoshi kwamba Simba hawezi kupindua meza na kuweza kuibuka na ushindi wa zaidi ya hizo goli 2 ama kuweka goli 2 wakatai na kwenda kwenye maamuzi mengine. Inawezekana kwa Simba kwa sababu brand ya Simba ni kubwa, kwa sababu ya aina ya timu ya Simba ni kubwa, ina namba nzuri kwenye rankings za Afrika kuliko RS Berkane, na imekuwa na matokeo mazuri sana Simba ikicheza kwenye ardhi ya Tanzania kuliko pengine ikicheza ugenini. Manake kwa tafsiri hiyo Simba wana uwezo wa kuibuka na ushindi wa goli 2 na zaidi pia na kuweza kuwa mabingwa. Changamoto inabaki tu ni kwenye quality ya wachezaji wenyewe ambao wapo. Wa Berkane ni bora sana kuliko wa Simba, kwa inaweza kaleta na ugumu zaidi kwa hilo. Kwa maana yake sentensi nyepesi na rahisi kwa mtu ni kwamba goli 2 alizofungwa Simba ni nyepesi sana kuzirudisha, sio nyingi. Ni rahisi sana kuzifikisha 3 na kuvuka hizo 2. Lakini ni nyingi kwa sababu ya quality ya timu zote mbili, kwa sababu wachezaji wa Berkane wana quality ya hali ya juu kulinganisha wachezaji wa Simba. So kilichobaki ni Simba wao kuangalia quality wamezidiwa nini ambacho watakuwa wamewazidi nje ya uwanja na ndani ya uwanja waweze kuwa mabingwa wa michuano hii ya kombe la shirikisho, kitu ambacho nadhani kila Mtanzania mwenye akili timamu anatamani kuiona Simba ikiwa bingwa wa kombe la shirikisho. Farasi, mnyama Simba alicheza mchezo wake wa kwanza kule Manispaa ya Berkane kwenye uwanja wao ule wa Berkane. Simba ambayo haikutengeza nafasi nyingi sana. Dalili ya mvua ni mawingu. No shot on target, wataweza kweli kuscore goli 3. Manake safu ya ulinzi ya Berkane ni miongoni mwa safu ngumu kwenye CAF Confederation. Paka tunavyoongea hivi sasa kama ameruhusu goli 2 tu kwenye michuano hii. Pengine mnyama Simba inabidi kwenye mchezo mmoja ashinde kuanzia goli 3 na kuendelea. Unaliona hilo likitokea? Ukirudi kwenye matokeo ya mechi iliyopita kwamba Simba alimaliza ile game bila shot on target hata moja, inaweza sikushawishi kuamini kama ana nafasi ya kuwa bingwa michuano hii kwa mechi hii ambazo zimebaki dakika 90. Lakini ukirudi kwenye historia ya mpira na matukio ambayo yanatokea kwenye mpira kila siku, unaweza kuamini Simba wanaweza kufanya lolote. Tazama finali ya Europa League ambayo sisi Tottenham Hotspur tumefanikiwa kuwa mabingwa. Tumepiga shot on target moja tu, na hiyo ikampa ubingwa Tottenham mbele ya Manchester United ambao wamepiga zaidi ya hizo shots ambazo Spurs alipiga. So manake ni aina tu ya unaingiaje na muda unaotumiaje. So Simba wakiingia na malengo hayo ya kwamba tunaweza kupata goli 2 hata kwenye dakika 20 za kwanza kama ambavyo wao waliweza, kwa wanaweza kufanya hivyo. Imani yangu inanipa kwamba msimu huu tunaenda kupata mabingwa ambao ni tofauti, hawakutarajiwa kwa asilimia kubwa kwenye michuano mbalimbali. Anzia kwenye Europa League, anzia kwenye UEFA Champions League, ambayo kwenye UEFA Champions League hadi sasa finali ni PSG na Inter Milan. Lakini wakati ndo ligi inaanza michuano hii, pengine hizi timu mbili zisingetajwa kwenye ubingwa, sio? Lakini bingwa tuenda kumpata mmoja wapo. So anakuwa labda akichukua PSG na ambaye ndo ana asilimia kubwa PSG ya kuwa bingwa, maana yake anakuwa kwenye imani yangu ya msimu huu mabingwa anakuwa wasiotabirika. Manake PSG nampa nafasi ya kuwa bingwa mbele ya Inter Milan. Kwenye Europa Spurs nilijua atakuwa bingwa. Of course watu wengi walidhani ni Manchester United atakuwa bingwa, lakini kaenda kuwa Spurs. Sio. Rudi kwenye michuano ile ya kombe la shirikisho ndani pale South Africa. Tulikuwa tunajua labda ni Kaizer, ni Mamelodi ama Orlando, lakini kaenda kuchukua Kaizer mwenye timu mbovu, kaenda kuchukua michuano hiyo. Kwa ni mashindano au makombe yanachukuliwa msimu huu na timu ambazo hazikutazamika kuwa bingwa kwa asilimia 100. Namuona Simba Sports Club akienda kuchukua ubingwa kwa sababu wengi hatukutazama hilo kwamba anaenda kuwa bingwa. Kwa naamini anaenda kupita mle. Spurs miaka mingi ya kuchukua ubingwa. Son miaka 10 amecheza Spurs, anashawishika kwenye timu kubwa aende. Hakuwahi kwenda lakini ameweza kuchukua. Msimu huu Harry Kane alikuwa anatajwa na mikosi kaenda kuchukua na Bayern Munich. So ni wakati wa Simba Sports inayotajwa pia ina mikosi ya kuchukua mataji
inaenda kuchukua kombe hili la shirikisho barani Afrika. Simba anaenda kwa historia nyingine. Of course Simba anaenda kuweka historia. Nimeona kauli za afisa habari wa Simba Ahmed Ali akikiri kwamba kuna watu wanafanya fitna kwenye hii mechi, na wakikutambua hivi sasa wao Simba hawana roho ya kibinadamu. Sasa hivi wana roho ya kimnyama kabisa. Wako tayari kufanya tukio la mwisho la kikatili kwa binadamu, manake wanakuua, si ndivyo? Ndio tukio la mwisho ujue binadamu kufanywa la kikatili, na wao Simba wako tayari kukurarua hadi wanakuua. Tafsiri yake wanahitaji kweli finali, wanahitaji kweli ubingwa, na ndio maana wamejidhatiti, wako tayari kufanya lolote ili waweze kuwa mabingwa. Na iweka 50 kwa 50, lakini ndani yake na iona Simba ina nafasi kubwa na inaweza kuwa bingwa wa kombe la shirikisho, kitu ambacho sijui itakuwaje, ila naona Yanga watateseka sana pindi ambako Simba atachukua kombe la shirikisho. Farasi, unaamini mpira utaweza kucheza nje ya uwanja? Finali hii kilichobaki Simba sasa hivi si ndani ya uwanja. Yani Simba kama anataka kuwa bingwa kwa dakika zilizosalia kuelekea finali ya pili, Simba anatakiwa acheze sana nje ya uwanja. Acheze vizuri sana. Yani nje ya uwanja ndiko ambako shabaha ya ushindi ya Simba ipo kwa muda uliobaki. Lakini ndani ya uwanja abadan, quality, mbinu za walimu wa timu zote mbili, ubora wa benchi la ufundi, kuna kila sababu ya kuibeba Berkane kuwa bingwa ndani ya uwanja. Lakini nje ya uwanja Simba ndiko ambako shabaha yao naamini pia wameielekeza huko hivi sasa, na nafikiri itakuwa vizuri wakiwekeza huko. Nje ya uwanja tunazungumzia mambo mengi, kwa maana namna ambavyo unajiandaa, mazoezi mnaishije, wachezaji wanakula vipi, ulinzi kwenye simu, fitna kuziepuka, lakini pia namna kuweza kuishi na waamuzi. Sio dhambi kuzungumza na muamuzi kabla naye vizuri. Shinae tu, bwana vipi, una shida gani, una changamoto gani, familia yenu huko nyuma background yake na tatizo gani la kiufundi tunaweza tukalisolve, labda mnazungumza vizuri mnalisolve, kwa sababu hata muamuzi alichezesha mechi ya kule Morocco ni muamuzi ambaye hakuwa perfect kwenye dakika zote. Kuna wakati ambako alionekana of course matukio yake yanainufaisha Simba, kuna penalti zilifanywa namna gani, mara VAR tumambiwa imekufa au hajaenda kuchungulia. Kwa maana yake kuna muda yule refa alinufaisha Simba, alafu kuna muda umo kaenda kuinufaisha Berkane, maana alikuwa kama DJ, yani anatupa burudani, anatupa singeli, anatupa bongo flavor, anatupa sijui afro nini, yani anatuchanganya hadi watu wa mwisho siku tukaridhika. So ninachotumai hata muamuzi huyu pia atazungumza vizuri na hizi timu na atatupa burudani. Unaamini mchezo unaenda kuamuliwa na uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja mchezo wa Jumapili? Sioni kitu kama hicho. Kwa Berkane naamini wanaingia na target ya teamwork zaidi kuliko mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu wanahitaji sare, wanahitaji angalau wamefungwa goli moja. Maana yake hahitaji mbinu ya mchezaji mmoja mmoja zaidi ya teamwork. Kama kupoteza muda watapoteza muda kwa pamoja, kama kukaba watakaba kwa pamoja, kushambulia watashambulia kwa pamoja. Na iona Berkane wataingia kwa teamwork zaidi kuliko Simba. Simba wataingia na mapepe. Simba watataka mapepe zaidi kuyatumia kuliko